Shalom, ni mtumishi wa Mungu Derek Mike. Nikukaribishe wewe ambaye unanitazama kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza unanifuatilia, ni karibu sana na nikukaribishe sana. Na Mungu atakusaidia kupitia akaunti yangu, kupitia akaunti zangu mitandao ya kijamii. Kuna hekima ambayo utaipata itakao kusaidia kwenye maisha yako na kusaidia ambapo unapokuwa unakwama. Kwenye maisha huwa kuna mwanzo wa kila jambo. Kila jambo huwa linakuwa na mwanzo, na si kila jambo ambalo linakuwa na mwanzo huwa inakuwa na mwisho mzuri. Kwa maana Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Mwanzo unaweza ukaanza vizuri lakini ukawa na mwisho mbaya. Kuna watu wamefungua biashara ikaanza kwenda vizuri, lakini baada ya muda walifunga biashara haikuwa na mwendelezo mzuri. Kuna watu wameanza mahusiano, walianzisha mahusiano vizuri, lakini baada ya muda mahusiano yalivunjika, yakawa na mwisho mbaya. Kuna watu waliajiriwa, lakini kwa sababu tofauti, kwa sababu kadha wa kadha, wakaondoka kwenye zile kazi. Walifurahia mwanzoni kupata kazi, lakini kukatokea sababu ambazo zikawaondoa wao, wakaondoka kwenye zile kazi. Kwa hiyo hivyo uelewe, si kila mwanzo mtu ambao anaokuwa anaanza unakuwa na mwisho mwema. Lakini Biblia inatupa hekima juu ya mwanzo ambao umebeba ushindi, juu ya mwanzo ambao utakusaidia kuweza kufikia ule ukamilifu wa kile kitu ambacho Mungu amekipanga juu yako. Biblia inasema Mungu anautangaza mwisho tangu mwanzo. Unapokuwa kwenda kuanzisha kitu chochote, ujue kwamba Mungu alishakwisha kutangaza mwisho wako, na mwisho ambao Mungu waga anautangaza ni utukufu. Mungu hajawahi kutangaza kitu kibaya juu ya mtu. Kumbuka, Mungu mawazo anayotuwazia sisi binadamu ni mawazo mema, anatupangia mipango mizuri, lakini hii mipango mizuri anayotupangia katikati huwa inaingiliwa, inashindwa kuweza kutimia. Ndio maana unajikuta jambo umelianzisha vizuri, lakini baadaye zikatokea sababu zikaweza kuvunja ile jambo. Na sababu mojawapo inaweza ikawa ni wewe mwenyewe kutokuwa na maarifa ya juu ya kulifanya hilo jambo, au inaweza ikawa ni upinzani wa kiroho ambao unaweza ukaingilia kuweza kuzuia hilo jambo lako lisiweze kufanikiwa, ama zikawa ni sababu kadha wa kadha ambazo zikaingilia zikafanya jambo lako lisiweze kuwa na mwisho ambao ni mzuri. Kwa hiyo sasa, ili kuweza kwenda kwenye mwisho ambao ni mzuri, ukumbuke kwamba kwenye maisha tunaongozwa na kanuni. Kila jambo ambalo tunapokuwa tunalifanya kwenye maisha ili lifanikiwe lina kanuni yake. Ukiona mtu yoyote ambaye amefanikiwa, aidha amefanikiwa kwenye eneo la biashara, aidha amefanikiwa kwenye eneo la siasa, aidha amefanikiwa kwenye eneo la huduma, aidha amefanikiwa kwenye eneo la utendekaji wa kazi yoyote ile, ujue kuna kanuni ambayo ameifanya na imempa matokeo. Na kwenye ufalme huu wa Mungu huwa kuna kanuni, na hizi kanuni ambazo zipo Mungu ameshaziweka, ikitokea mtu amezifuata zile kanuni, akazifata kama kanuni inavyoeleza, lazima apate matokeo ya hizo kanuni. Na ikitokea mtu amefeli, ujue ameshindwa kufuata kanuni. Mwanzo, unapoanza mwanzo, lazima kuwe kuna kanuni ambayo umeiweka, na hiyo kanuni ndio itakusaidia wewe kuweza kufikia mwisho mzuri. Leo hii kuna makampuni mbalimbali, kuna makampuni kama Barclays, kuna makampuni kama Coca-Cola, kuna makampuni kama Pepsi. Yale makampuni yalianzishwa miaka mingi iliyopita, na watu ambao wameanzisha yale makampuni leo hii hawapo, lakini yale makampuni yanaendelea kustahimili na yanaendelea kufanya uzalishaji, na biashara na huduma na biashara inayofanya inaendelea kama kawaida. Ujue ni kwa sababu gani? Kuna misingi ipo na kuna kanuni ambazo unazokuwa unazifanya. Sasa ili uweze kufanikiwa kwenye maisha, ujue kwamba huwa kuna ukinzani na kuna nguvu ambayo ipo inayoshindana na mwanadamu. Kwa hali ya kawaida hawezi akaishinda. Ndio maana tunapokuja sasa kwenye kanuni, Mungu ameweka kanuni, na hizi kanuni ambazo Mungu ameziweka ni kwa ajili ya kusaidia sisi wanadamu. Na kanuni ambayo ameiweka, mtu anapokuwa anaanza kabisa mwanzo wa jambo ya kumsaidia. Twende kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 28 na ule mstari wa 21 mpaka wa 22. Biblia inasema kuhusiana na habari za Yakobo. Huyu ni Yakobo ambaye alikuwa anaondoka baba yake, anaenda kwa Laban. Nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Huyu ni Yakobo anaondoka kwenye nchi ya kwao, anaondoka anaenda kwa Laban. Lakini Biblia inasema kwamba alimwambia Mungu kwamba kama utanipa chakula, utanipa malazi, ukanipeleka na kunirudisha nyumbani kwa baba yangu kwa amani, nitakuwa Mungu wangu na nitakutolea sehemu ya 10 kwenye kila ninachokipata. Uelewe hapo kulikuwa kuna kanuni ambayo ilikuwa inatakiwa kuzingatiwa. Hapo ni mwanzo kabisa. Ilikuwa hana kitu chochote. Ni mwanzo wa kanuni ambayo ilikuwa inatakiwa kuzingatiwa kwamba kwenye kila jambo ambalo unakuwa unalifanya, unapokuwa unaanza mwanzo, lazima uhakikishe kwamba Mungu anahusika kwenye hilo kitu. Na namna gani Mungu anahusika? Kuna namna tofauti ambazo Mungu unaweza ukamhusisha kwenye jambo lako na hilo jambo likawa limefanikiwa. Namna ya kwanza ambayo ameielezea kulingana hapa, alianza kwa maombi. Alianza kwa kumuomba Mungu kwamba Mungu
ukinifanikisha. Maana kulikuwa kuna ombi ambalo walikuwa wanalifanya kwa Mungu. Jambo la kwanza. Jambo la pili alilofanya ni kuweka nadhiri ya kumtolea Mungu sehemu ya, na hii ni kanuni kabisa, ipo kawaida kwa mtu yoyote yule ambaye unamwona amefanikiwa kwenye eneo lolote lile, lazima awe na kanuni ya kutoaji. Huenda akawa anatoa kwenye miungu ya kigeni, asiwe anatoa kwa Mungu wa kweli. Kwa hiyo anaweza ukaona mtu amefanikiwa, usijue kwamba anamtoa wapi, lakini ujue kwamba kuna madhabahu ambayo ipo inayomwendesha. Hakuna mtu ambaye anaweza akafanikiwa kikawaida pasipokuwa na nguvu ya nyuma yake inayokuwa inamfanikisha, inayomfanya mambo yake yafanikiwe. Sasa sisi kama watoto wa Mungu, na hata kama wewe sio bado hujamwamini Mungu, hii kanuni lazima kuizingatia. Kwa sababu gani? Hakuna namna yoyote ambayo utafanikiwa kwenye maisha. Naona watu wanahangaika miaka nenda na rudi, wanapambana vitu tofauti tofauti, lakini hakuna mafanikio ambayo wanayopata. Kwa sababu gani? Hii kanuni waga haizingatii, na ni kanuni ya utoaji. Unapokuwa unatoa sehemu ya 10, ni kama mtu ambaye mwenye kampuni. Makampuni mengi yanaendeshwa kwa mfumo wa share. Ule mfumo wa share unavyokuwa ni kwamba mtu anakuwa ameweka share zake. Sasa unapokuwa unatoa fungu la 10, ni Mungu unakuwa unamkaribisha kwenye biashara yako ama kwenye kitu chochote ambacho unataka kukifanikiwa. Kwa hiyo Mungu anakuwa ni mshirika wa kwanza kwenye hiyo biashara unayotaka kuifanya. Kinyume chake, usipokuwa unatoa fungu la 10, maana yake Mungu hahusiki na biashara yako, Mungu hahusiki na huduma yako, Mungu hahusiki na kazi yako. Ndio maana kwamba kazi nyingi zinakufa. Ulianza vizuri, kazi nyingi zinakufa, biashara nyingi zinakufa kutokana na kwamba kwenye mwanzo msingi Mungu hakuhusishwa. Na kumbuke na uelewe kwamba Mungu ni Alfa na tena ni Omega. Sehemu yoyote Mungu ambapo hajawa Alfa hawezi akaingilia yeye mwenyewe, mpaka aitwe ili awe Alfa. Na Mungu akishaitwa awe Alfa, yeye anakuwa ni Omega, kwa sababu yeye ni mwanzo na tena ni mwisho. Kwa hiyo yeye ambaye atakayekuwa pamoja na wewe kwenye biashara, kwenye kila kitu unachokifanya, yeye atakutangulia utakapokuwa unaanza mpaka mwisho. Ndio maana tunaona kwa Yakobo, Mungu alimtangulia tangu ameenda kwa Yakobo. Alikaa miaka takriban 20, miaka 20 amekaa ugenini, lakini Mungu alikuwa pamoja naye, na Mungu alivyokuwa pamoja naye akamrudisha, na alimrudisha kama taifa. Hakurudi kama mtu mmoja, aliondoka ni mtu mmoja, lakini alirudi kama taifa. Kwa ueleni kwamba kanuni ya kwanza kabisa, ili uweze kufanikiwa, ni lazima Mungu ahusike, na Mungu anahusika kupitia utoaji wako, na Mungu anahusika kupitia maombi yako. Lakini kwenye jambo la kwanza kabisa la msingi, lazima uelewe ni utoaji, kwa sababu utoaji unaonesha moyo wako kiasi gani unampenda Mungu. Kile chochote ambacho unakipa, unaweza unakipa muda ama unatoa fedha yako, maana hicho kitu ndio unachokipenda. Mungu anakuwa anaangalia moyo wako. Ili aweze kuhusika na mambo yako, lazima kwanza aone moyo wako ulivyo. Unavyokuwa unatoa fedha, si kwamba unavyokuwa unaambia wachungaji watumishi wa Mungu wanavyokuwa wanahitaji sadaka yako ni kwamba wanataka kula sadaka yako. Hapana, no. Wapo tu ni badala ya Mungu, wapo kwa ajili ya kupokea kila ambacho wewe umekitoa, na wanakipokea kwa badala ya Mungu, kwa niaba ya Mungu, ili Mungu aweze kufanya kazi kwenye jambo lote unalohitaji. Kumbuka Mungu ameweka utaratibu wa sisi wanadamu kuweza kutegemeana, na ameweka kanuni zake na mifumo yake ili sisi wenyewe tuweze kutegemeana. Ndio maana unakuta kuna mtumishi wa Mungu, kuna waumini. Waumini wanapotoa sadaka, mchungaji anapokea ile sadaka kwa niaba ya Mungu, halafu waumini ndio wanabarikiwa. Sasa kama mtu hataki baraka, maana yake anakataa kutoa. Unapokuwa unakataa kutoa, maana yake umejifungia baraka zako. Unaweza ukashangaa kwa nini wengine wanaendelea lakini mimi niko pale pale. Mlianza wote kwa pamoja, mlifungua wote biashara kwa pamoja, maduka yenu yanaweza akawa kabisa duka la kwanza, duka la pili, mnauza kitu kile kile. Unaweza ukawa na duka la nguo, unauza kitu kile kile, bidhaa ile ile na ina ubora ule ule, lakini unashangaa mtu anapita kwenye duka lako la kwanza, anaruka anaenda kwenye duka la pili. Ujue kwamba kuna kitu ambacho kipo wewe, ambacho yeye anakitekeleza, wewe hauna na ukitekeleza. Uelewe tu kwamba ni kanuni ya kuzingatia. Msingi, unapoweka msingi wako na ukazingatia kanuni hiyo, kanuni na lazima ikupa matokeo. Mungu akubariki sana.